Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Tanzania, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika mstaafu wa Bunge la Tanzania, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri waliopo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Ruvuma, watoto na familia marehemu, ndugu waumini, wananchi wa jimbo la Songea Peramiho, ndugu waombolezaji, mabibi na mabwana, Kristo. Ufuatao ni wasifu wa marehemu Jenista Joakim Mhagama. Kuzaliwa. Jenista Joakim Mhagama alizaliwa tarehe 23 Juni mwaka 1967 katika kijiji cha Parangu, Peramiho, wilaya Songea, mkoa wa Ruvuma. Elimu. Jenista alipata elimu katika shule na vyuo mbalimbali kama ifuatavyo. Alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Mfaranyaki iliyopo Songea, mkoa wa Ruvuma mwaka 1975 hadi 1981. Aliendelea na elimu ya sekondari katika shule ya sekondari ya wasichana Peramiho iliyopo mkoani Ruvuma mwaka 1982 hadi 1985. Aliendelea masomo katika chuo cha walimu Korogwe kilichopo mkoa wa Tanga ambako alihitimu elimu ya juu ya sekondari na stashahada ya walimu kwa maana diploma in education mwaka 1986 mpaka 89. Aliendelea na elimu katika chuo cha kimataifa cha mafunzo kwa wafanyakazi International Labor Training Center cha Turin nchini Italia ambako alihitimu na kutunikiwa stashahada ya ujasiriamali mwaka 1999. Alijiendeleza zaidi katika fani ya uongozi na utawala kwa kujiunga na masomo katika chuo cha Cambridge International cha nchini Uingereza ambako alihitimu na kutunikiwa stashahada ya juu ya kimataifa ya uongozi na utawala mwaka 2004. Hadi umauti unapofika, Jenista alikuwa akiendelea na masomo ya shahada ya uzamili katika chuo cha elimu ya biashara kwa njia ya masafa kupitia chuo cha kimataifa cha Cambridge cha nchini Uingereza. Mafunzo ya muda mfupi. Katika safari ya kujengea uwezo, weledi na umahiri, Jenista alihudhuria na kukamilisha mafunzo mbalimbali ya muda mfupi ndani na nje ya nchi. Mafunzo hayo yaligusa maeneo mbalimbali kama vile uongozi na usimamizi wa umma, uratibu wa miradi, ujasiriamali, utawala bora na usimamizi wa rasilimali watu. Kazi na ajira. Jenista kabla ya utumishi wa kisiasa aliwahi kufanya kazi katika utumishi wa umma kama ifuatavyo. Mwaka 1990 mpaka 97 alikuwa mwalimu wa shule ya sekondari ya wasichana ya Songea. Mwaka 1997 mpaka 2000 alikuwa mratibu miradi chuo cha mafunzo ya ufundi stadi Songea. Safari ya kisiasa. Jenista amekuwa mbunge kuanzia mwaka 2000 mpaka umauti na mkuta kama ifuatavyo. Mwaka 2000 hadi 2005 alikuwa mbunge wa viti maalum mkoa wa Ruvuma. Mwaka 2005 hadi 2025 alikuwa mbunge wa jimbo la Peramiho. Nafasi za uongozi bungeni. Katika kipindi chake cha ubunge, Jenista amewahi kushika nyadhifa mbalimbali bungeni kama ifuatavyo. Mwaka 2005 mpaka 2010 alikuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya maendeleo ya jamii. Mwaka 2006 hadi 2014 alikuwa mwenyekiti wa bunge katika bunge la 9 na bunge la 10. Mwaka 2015, mwaka 2020 hadi 22, mwaka 2023 hadi 2024 alikuwa kamishna wa tume ya utumishi wa bunge. Mwaka 2015 hadi 2017 alikuwa katibu wa bunge wa Chama cha Mapinduzi na mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Nafasi za waziri. Katika utumishi wa kisiasa, Jenista aliwahi kushika nyadhifa za unaibu waziri na waziri katika wizara mbalimbali za serikali
kama ifuatavyo. Mwaka 2014 hadi 15 alikuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi. Mwaka 2015 alikuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Mwaka 2020 hadi 22 alikuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu. Mwaka 2022 hadi 23 alikuwa waziri wa nchi, ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Mwaka 2023 hadi 24 alikuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu. Mwaka 2024 hadi 25 alikuwa waziri wa afya. Ujumbe wa bodi na kamati mbalimbali. Katika utumishi wake, Jenista alihudumu katika bodi na kamati mbalimbali kama ifuatavyo. Kwanza, alikuwa mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya ustawishaji makao makuu Dodoma CDA. Alikuwa pia mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Alikuwa mjumbe na mwenyekiti katika kamati mbalimbali za bunge. Alikuwa mjumbe wa bodi na kamati za kitaifa na kikanda zinazohusiana na elimu, afya, ajira, vijana, utawala bora na maendeleo ya jamii. Burudani na vipaji. Jenista alipenda kushona na shughuli za ufundi wa mikono, kusoma vitabu na michezo ya mpira wa pete na kuruka kamba. Familia. Jenista ameacha watoto 5 ambao ni Victor, Joachim, Victoria, Levina na Redina. Kifo. Jenista alifariki dunia tarehe 11 Disemba 2025 katika hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma kwa maradhi ya moyo. Tunamshukuru Mungu kwa maisha ya Jenista ambaye hakika alitumikia nafasi yake ya ubunge na nafasi mbalimbali zilizomeniwa kwa bidii kubwa, uadilifu wa hali ya juu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Baba wa mbinguni ampe pumziko la amani. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana. Mama yetu Jenista Mhagama apumzike kwa amani. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tusali kwa pamoja. Tuendelee kumwombea mpendwa wetu mama yetu Jenista Mhagama. Basi kwa sala zetu nyonge kupitia sadaka ya misa hii takatifu, Mwenyezi Mungu aendelee kutusikiliza, amsamehe dhambi zake na kumwingiza katika umoja wa watakatifu wake. Misa hii takatifu itaongozwa na naibu wa askofu mkuu wa jimbo kuu la Songea. Baba naibu, karibu sana.